Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Habari za mchana ndugu wa Tanzania, na tumai tuko salama. Siku ya leo ya Jumatatu tumeitana hapa japo umekuwa ni mwito wa haraka, lakini tunayo matangazo yetu ambayo tumekusudia kuwatangazia ili kuepusha maswali ya mwandishi mmoja na kuepusha maswali ya wanasimba kuelekea katika matukio yetu makubwa ambayo yako mbele yetu. Tangazo la kwanza ama taarifa ya kwanza ambayo tungependa kushare nanyi ndugu zetu waandishi wa habari, taarifa wafikie wanasimba, ni kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, ambapo tuko hapa kutangaza ya kwamba mechi zetu ligi kuu ya NBC tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ndio utakuwa uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa ya awali ilikuwa tutumie uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, lakini rasmi hivi sasa niko hapa kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao tuliutumia vema msimu uliopita, na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu wa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tukiutumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Tuchukue nafasi hii kwa shukuru wamiliki wa uwanja huo JKT Tanzania kwa kuturuhusu na kukubali na sisi kuwa sehemu ya wenyeji wa uwanja huo katika michezo yetu ya ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi tutaanza rasmi kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuanzia mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC tukiwa nyumbani, ambapo itakuwa ni raundi ya 4 ya ligi hiyo, na mechi yetu hiyo mwaka 2026. Kuelekea katika mchezo huo tumewiwa kutangaza viingilio mapema ili kuwapa nafasi watu kuweza kununua tiketi. Kumekuwa na changamoto ya kimaendeleo ya mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi, ambapo kwa sasa ununuaji wa tiketi unanunuliwa ama tiketi zinanunuliwa kupitia mitandao ya simu ya mkononi. Maana ukiwa na simu yako ya mkononi unaingia kwenye system ambayo inasimamiwa na bodi ya ligi, unakwenda unanunua tiketi yako. Kwa mashabiki wa Simba hasa wa nyumbani, ili kwao linakuwa ni zoezi geni, kwa sababu mechi ya kwanza kutumika mfumo huu ilikuwa ni pale visiwani Zanzibar kwenye mechi ya ngao ya jamii. Tunajalia kwamba si mashabiki wengi ambao wa Simba waliweza kupractice mfumo huu. Baada hapo tumecheza mechi 3 za ugenini ambazo tunaamini ni mashabiki wachache sana kutoka Dar es Salaam ndio ambao wameweza kutumia mfumo huu. Mechi yetu ya tarehe 27 ndio ambapo mashabiki wengi zaidi wa Simba kwa wakati mmoja watakwenda kukutana na mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi za kuingia uwanjani. Ni mfumo mzuri, ni mfumo rahisi, lakini kwa kuwa ni mpya tunahitaji kuendelea kuupigia kelele na kuuzungumzia ili watu waweze kuelewa. Kwa nini ni mfumo rahisi? Huna haja tena ya kutafuta kituo kinachouza tiketi. Huna haja tena ya kwenda kwa wakala anayeuza tiketi. Huna haja ya kufunga safari kutoka Magomeni ukaenda Kariakoo kwa Lampard kwenda kununua tiketi. Huna sababu hiyo tena. Una simu yako mkononi kitandani, hapo unanunua tiketi yako, unakuwa umemaliza. Changamoto kubwa ni kwa wale watu ambao hawana simu janja, hawana smartphone.
mtu ana kiswaswadu chake, anaweza akafanyaje? Kama hauna smartphone, unachoweza kufanya ni kumuomba mtu akununulie tiketi yako hiyo, kwa sababu mtu mmoja ana uwezo wa kununua mpaka tiketi 5. Kwa hiyo kama huna simu kubwa, huna simu janja, huna smartphone, mtafute mtu unayemwamini, mpe kiingilio chako, akununulie tiketi yako. Baada ya hapo uweze kuingia uwanjani. Na kama mtu akikununulia, maana yake kwa kuwa wewe huna simu kubwa, kuingia kwako uwanjani ni lazima uambatane naye. Ukifika pale getini, ana scan ile tiketi yake iko valid, unaruhusiwa, unaingia uwanjani. Niwaombe mashabiki wa Simba tusitumie muda mwingi kulalamikia mfumo huu. Kwanza ni teknolojia, na dunia inahama kwa kasi kwenda kwenye teknolojia. Siku hizi watu hatupangi tena foleni ya kwenda kulipia luku siku hizi unanunua tu kwenye mtandao wa simu, maisha yanakuwa ni gwede. Siku hizi hatupangi tena foleni kwenda kwa wakala, sijui kulipia kingamuzi, si kufanyaje, unalipia mwenyewe kwenye simu yako ya mkononi. Kwa dunia imeshahama huko kwenye mafoleni na mavitu kama hivyo. Unaweza ukakidhi haja zako mwenyewe kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo badala ya kushambulia na kulalamika, ni vema tukatumia muda huu namna gani ya kujifunza kutumia mfumo huu ili iweze kuwa rahisi kwetu. Kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union tarehe 27 ya mwezi wa 8, viingilio katika mchezo wetu huo itakuwa ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 kwa VIPA. Tunafahamu Meja Jenerali Samuyo ni uwanja ambao uko mbali kidogo na maeneo mengine huku ya Dar es Salaam, lakini hatuna budi wanasimba kuupokea uwanja huo, na kumbuka hii ni sehemu salama zaidi kwa Simba Sports Club. Msimu uliopita tumeutumia uwanja ule, hatujapoteza hata mchezo mmoja kwa maana ya kufungwa, ukiachilia mbali sare 2 ambao tulizipata, moja na Mtibwa na nyingine na kwenye dabi sare bao 2-2. Kwa ni sehemu salama kweli kwa upande wetu, na kwa mantiki hiyo mashabiki wa Simba hatuna budi kuupokea uwanja huu na kujitokeza kwa wingi pale ambapo mnyama anakuwa anacheza. Kwa hayo ndiyo ambayo yanahusiana na ligi kuu ya NBC. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.